Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika kipindi cha hija huko katika miji ya Maka katika nchi ya Saudi Arabia, nchi hiyo iliweka mifumo ya ulinzi wa anga katika maeneo yote ambayo yalikuwa yakifanywa hija. Lakini kwa nini Saudi Arabia iliweka mifumo ya ulinzi wa anga katika miji hiyo mitakatifu ya Maka wakati wa Hajj? Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilichapisha kwenye mitandao yake ya kijamii baadhi ya picha zilizoonyesha helikopta za kijeshi na mifumo ya ulinzi wa anga ikiwa imewekwa katika eneo karibu na msikiti mkuu katika mji mtakatifu wa Maka. Katika picha hizo zilizotolewa, Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilisema jeshi la ulinzi la anga linawafuatilia kwa karibu na dhamira yake ni kuwalinda wageni wa Mungu. Mojawapo ya maeneo mawili kwenye picha hizo katika mtandao wa X wa Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilionyesha mifumo ya makombora ya kuzuia mashambulizi ya ndege iliyowekwa kuzunguka mji wa Maka, huku mnara wa saa ya Saudi Arabia, muundo wa kitambo mbele ya msikiti mkuu, pia ukionekana kwa nyuma. Picha nyingine zinaonyesha helikopta ikipiga doria juu ya msikiti huo mtakatifu na mazingira yake. Picha hizo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii na watumiaji wa mitandao walijiuliza ni kwa nini serikali ya Saudi Arabia iliweka mifumo ya ulinzi wa anga wakati wa Hajj. Kwa mjadala kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi wakidai kuwa Saudi Arabia iliweka mfumo huu ili kulinda dhidi ya mashambulizi yanayoweza kufanywa na wapiganaji wa Kihuthi wa Yemen. Lakini tangu kampeni inayoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya Wahuthi kwanza, wapiganaji wa Kihuthi wamedai mara kwa mara kuwa wamerusha makombora katika miji ya Saudia. Kwa upande mwingine, Saudi Arabia imewashutumu Wahuthi kwa kushambulia hapo awali miji kama vile Maka. Hata hivyo, Wahuthi wamekanusha tuhuma kwamba walishambulia miji mitakatifu ya Kiislamu. Wahuthi walisema kwamba wanatambua vyema kwamba maeneo kama Maka na Madina ni miongoni mwa maeneo matakatifu na kamwe hayaruhusiwi kupiganiwa vita kutokana na imani ya dini ya Uislamu. Lakini kwa nini wakati huu Saudia inachukua hatua kama hiyo? Saudia iliweka mifumo ya kuzuia makombora ya Marekani ya Patriot karibu na Maka ili kuwalinda mahujaji, kulingana na vyombo vya habari vya Saudia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Saudia, Wizara ya Mambo ya Ndani ilifanya mkutano na waandishi wa habari kabla ya kuanza kwa Hajj kujadili usalama na mipango mizuri kwa mahujaji wakati wa hija. Kuhusiana na hili, maafisa wakuu wa usalama walitoa maelezo kuhusu hatua zilizochukuliwa ili kuhakikisha usalama wakati wa hija. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, katika mkutano huo waandishi wa habari uliofanyika na mkurugenzi mkuu wa usalama wa wafalme wa Saudi Arabia, Meja Jenerali Mohammed Al-Bassan, ambaye alizungumza na vyombo vya habari, alisema kuwa Saudi Arabia imejitolea kuwapa mahujaji mazingira salama ili kufanikisha ibada hiyo muhimu. Hii ni pamoja na mipangilio ya usalama, amani na utulivu, usimamizi wa umati, trafiki na usimamizi wa dharura. Lengo lao ni kutoa nyenzo bora zaidi katika mahujaji wakati wa safari ya kwenda katika miji ya Maka pamoja na Madina. Mfumo wa ulinzi wa makombora unaoonekana katika picha zilizotolewa na Saudi Arabia ni mfumo wa Patriot MIM 104. Huu ni mfumo wa ulinzi wa makombora wa anga na umetengenezwa na makampuni ya Kimarekani ya Raytheon and Lockheed Martin. MIM Patriot 104 ni mfumo wa makombora wa masafa marefu ulioundwa ili kukabiliana na aina mbalimbali za vitisho vya angani, ikiwa ni pamoja na meli. Unajulikana kwa rada yake ya hali ya juu ambayo inajumuisha uwezo wa kufuatilia na kuharibu malengo mengi kwa wakati mmoja. Mfumo huu pia ni wa masafa mafupi na una uwezo wa kukatiza na kushambulia mifumo ya kielektroniki. Mfumo huu wa makombora uliwavutia wataalamu wa kijeshi kwa kufanya vema katika vita vya Iraq na Kuwait mwanzoni mwa miaka 1990. Majarida mengi ya ulinzi ya kimataifa yamejumuisha makombora haya kati ya mifumo 10 ya kisasa ya ulinzi iliyopo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.